Malaika, umechukua cotton mingi ukiko kwa tumbo, unasema uko na mimba. Sasa aibu imekushika, umesema hao watu wananiita mimi ni shosho. Sasa kitu nitafanya hapa, nitajifanya niko na mimba. Sijui hata umelala na dogi, maana hata wewe dogi anaweza kupea mimba. Maana your blood cells zina rana za dogi. Mkundu ya punda. Shenzi kabisa. Tunakuja hapa online, unanitusi pastor. Wewe maisha yako ikatarini wewe. Wewe manyanya mzee. Nyanya mzee. Nyanya mzee. Malaya mzee. Unataka kila mtu. Choka. Wewe punguza hizi takataka zisaidi. Nimekaa chini nikaangalia huyu mama. Nimejiuliza swali mingi sana. Nikasema wewe umejua vizuri umiwa. Alafu nasema wewe mbona unajua nyani yani kundule. Wakati umesema ati kwa nini wewe uone wewe ni mzee? Tangu lini nyani ageuka aone kundule? Aone mkundu yake? Nyani hawezi zunguka hivi aone mkundu yake benye ni red. Anaona tu ya mwenzake. Na kulizaje? Tangu lini nyani anaona mkundu yake? Malaika. Unasema wewe uoni wewe ni mzee. Si unajua wewe unaona tu uko sawa wewe kwa akili. Kwa matako, kwa matiti, kwa tumbo, kwa kitovu, kwa meno, unaona tu uko sawa. Lakini sisi we are here seeing you. Can you take a mirror? Maybe ukijiona kwa mirror, maybe sio wewe. Umeona mirror na shadow yako, lakini sisi tunakuona real. We know you are. Matako hauna. Masomo ndio hauna kabisa kwa akili. Hata lugha ambayo unaongea sio yako, hata Kikuyu yenyewe hujui. Hiyo lugha ya Kikuyu yenyewe hujui. Unaenda pale Google na Google English ambayo hujui hata the meaning, unakuja unatuambia hapa. Hii mwenye alikiconnect ukaenda Norway. Huyo mtu Mungu amsamehe. May God forgive that person. Mwenye alikutafuta passport hadi ukaenda huko. May God forgive that person. Sijui ilikaa kwa ndege aje. Na hiyo kiti ulikaa kwa kiti namba ngapi? Na wakati ulikuwa unakaa kwa hiyo kiti, matako yako ilikuwa nakaa aje? Wewe unasema uko na matako. Halele. May God forgive you. Alafu kitu tumefanya vibaya zaidi kuita jina ya pastor. Mimi nilikwambia wacha hao watu. Wewe fanya shughuli zako tu, acha wewe mang'ombe kupigana na nao. Wacha hao ng'ombe. Let's deal with them. Unakaa kama ngamia. Kiuno yake inakaa kama kiuno ya ngamia. By the way, my fans, it's not that naonia malaika. Wewe kuna video nyingine Watchdog alitoa. Kama malaika anaingia chini ya rock hivi. Matako imekuwa flat. Sasa hiyo dakika kidogo, ni matako imekuwa flat, ilikuwa sijui mwaka gani, 2 years iliyopita. Sasa ni nini hiyo within that 2 years? Hizi mataka anatuonyesha hapa zimetoka wapi? Where did they came from? Kama si matako ya forge. Amechuka magunia, amechuka maufa, ameweka kwa kiuno. Mavijiko, mafork, amepanga kwa kiuno.
Hata nashangaa mwenye amekuweka. Unajua kuna wasichana wengine ukienda kulala nao, kama ni sura mbaya sana unafanya hivi. Unajua wasichana wa sura mbaya lazima ukuwe na wasichana wa unajua ukiwa na msichana sura mbaya lazima utafute msichana ambaye ana sura nzuri. Sasa wakati umeenda kulala na huyu msichana sura mbaya, una imagine, inakuja kama imagination. Una imagine unalala na yule kwa sura nzuri. Sasa una plaki hii sura yake, unajifanya unakula yule kwa sura nzuri. Maana sasa huyu malaika mwenye anaenda kumkula tena anafaa chukue gunia azibe na macho yake ndio anaanza kumkula. Ama ufunge macho yake na vitambara asimuone. Sasa huyu malaika hata kama mtu anamkula na sikio tamu na wapi anafanya aje? Manake kuna characteristics of ladies kama unalala na wanaume wakati anamwaga mkana release pale kuna venye unasikianga. Sasa huyu malaika anasikia aje? Anatetemeka ama anakuangalia hivi ama anapeka woi. Huyu mama anafeel aje wakati Malaika, how do you feel? Wewe pia unasema tamu. Wewe pia unasema ama? Are you saying that also? Malaika. Umeona tu tufoje matako. Umetutafutia matako hii nje unatuletea hapa si ni matako yako. Unachukua vitu mawaya, ma extension, mabalbu umeweka kwa matako. Ukija unasema uko na matako. Alafu uko na mimba na huku pia unaonea Fred. Unasema uko na mimba na huku pia unaona Fred wivu. Kama ungekuwa na mimba ya kweli, au ungeonea Fred wivu. Ati ameoa. Kwani unataka mtu anaoa bila kupea mimba mara ngapi? Kama okay, tuseme tu kweli. Malaika unasema uko na mimba. At the same time unaonea Fred wivu. Juu ameoa. Sasa wewe hii mimba yako ni fake kama ya kweli? Na need comment down there. Kama hii mimba ya malaika ni real or false. And if it is real, ungepambana na maisha yako na hiyo mimba yako instead of kupigana na Fred hapa. Because at the same time unapigana na Fred, at the same time unasema uko na mimba. Hata mwenye amekupea mimba anajiuliza kwa nini nilikula nini? Nilikula nini lala na nini? Anajiuliza mali yako. Wewe sio mzee mwenye alikadami mtoto mwenye amekula anajiuliza alikula nini? Anajiuliza sana. Manake sasa wewe ueleweki bwana. Wewe hauna akili, hauna heshima. Narudia sasa hivi. Niko na wewe hadi kesho.